Mheshimiwa Rhoda Kumchera, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoani Katavi, amesema kwamba wakulima zaidi ya 90% mkoa wa Katavi wanafanya kilimo katika mazingira magumu, yakichagizwa na ushuru unaotozwa katika mageti, ambapo ni kinyume cha sheria ya ushuru huo iliyotungwa na bunge la mwaka 2015-2020. Mheshimiwa mwenyekiti, watu wa mkoa huu wa Katavi, asilimia zaidi ya 90 ni wakulima. Tuna changamoto kubwa ambayo mkulima anafanya kazi, analiwa katika mazingira magumu, lakini tumekuwa na changamoto ya mageti yasiyokuwa na kichwa na miguu. Tulipokuwa bungeni 2015-2020 tulipitisha sheria kwamba ili mtu achajiwe kwenye geti alipie ushuru lazima awe na tani moja. Aidha, Kumchera amesema kwamba atahakikisha serikali inashinikizwa ili kuleta katiba mpya kudhibiti upotevu wa pesa zinazotozwa kwa wakulima wanaofanya kazi katika mazingira magumu. Mimi mwenyekiti wa mkoa wa Katavi nitahakikisha tunashinikiza serikali ituletee katiba mpya. Hawa wanaotunyonya ushuru kwenye mageti yote pesa zinaliwa, hatuelewi mapato na matumizi yanakwenda wapi. Wawe na neemeka na wakulima wanaishi maisha magumu. Pia amesema kwamba watu wa Mpanda hususan kata ya Misungumilo wamekuwa wakiibiwa makinikia ya dhahabu, jambo ambalo amelisisitiza kwamba halikubaliki. Mkoa wetu wa Katavi tuna baraka ya dhahabu kama ulivyosema. Katika majimbo yetu mawili tunachimba dhahabu, lakini wachimbaji wadogo wamekuwa wananyanyasika katika machimbo yao. Wanagundua migodi midogo, wanachimba katika mazingira magumu, lakini baadaye anakuja mtu mwenye fedha, wanapora na kuchukua leseni na kuwaacha wachimbaji wakiteseka. Kuna jambo la makinikia. Nilikupigia simu nikasema kuna kilio kikubwa hapa Mpanda. Watu wa Mpanda wanapora na kuibiwa rasilimali zao. Tulikuwa na makinikia pale katika kata ya Misungumilo. Yale makinikia ya dhahabu yalichimbwa muda mrefu pale. Sasa kwa taarifa zilizopo, wamekuwa wanabeba tani zaidi ya 600 mpaka 800 wanazitorosha. Jambo hili halikubaliki. Mimi ni Edgar Mbigili wa Fin Media.